Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameongeza msimamo mkali dhidi ya Iran kwa kutoa onyo kwamba shambulio lolote litakalolenga ardhi ya Israel litajibiwa kwa nguvu ambazo hazijawahi kushuhudiwa hapo awali. Kauli hii imekuja wakati mvutano wa kijeshi katika Mashariki ya Kati ukiendelea kuongezeka kwa kasi, huko Iran ikiendeleza mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na washirika wake katika eneo hilo, hali inayoongeza hofu ya kuzuka kwa vita vikubwa vya kikanda. Akizungumza hii leo Jumanne, Julai 14 mwaka 2026 katika mkutano uliofanyika mjini Dimona, kusini mwa Israel, Netanyahu alisema serikali yake imejiandaa kikamilifu kwa hali yoyote ya usalama na kwamba vikosi vya ulinzi vya Israel vitaendelea kuwa katika kiwango cha juu cha utayari. Alisema mamlaka za kijeshi, ujasusi na ulinzi wa anga zinafanya kazi kwa saa 24 kuhakikisha kuwa taifa hilo linaweza kujibu haraka tukio lolote litakalotokea. Netanyahu alisema viongozi wa Iran hawapaswi kutafsiri hatua za awali za Israel kama ishara ya kujizuia, akisema kuwa mazingira sasa ni tofauti na kwamba majibu ya Israel yatakuwa makali zaidi ikiwa Iran itafanya kosa la kuishambulia moja kwa moja. Nina ujumbe mmoja kwa viongozi wa Iran: msitarajie kutakuwa na utulivu ikiwa mtathubutu kutushambulia. Msifikirie kuwa mtapata majibu kama yale ya awali. Jibu lililopita lilikuwa la nguvu, lakini shambulio lolote jipya dhidi ya Israel litakabiliwa na nguvu tofauti kabisa, lenye nguvu kubwa zaidi, alisema. Aliongeza kuwa Israel imejifunza kutokana na migogoro ya miaka ya nyuma na kwamba imeboresha uwezo wake wa kijeshi katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa anga, mashambulizi ya masafa marefu, matumizi ya ndege za kivita, makombora ya kisasa na uwezo wa kukusanya taarifa za kijasusi kwa wakati halisi. Kauli hizo zimekuja wakati Mashariki ya Kati ikishuhudia ongezeko la mashambulizi yanayohusishwa na Iran dhidi ya washirika wa Marekani. Miongoni mwa mataifa yaliyokumbwa na mashambulizi hayo ni Jordan, ambayo ilikabiliwa na makombora yaliyoingia katika anga yake, pamoja na mataifa mengine ya Ghuba ambako kambi za kijeshi za Marekani na miundombinu ya kimkakati imekuwa ikilengwa katika siku za hivi karibuni. Kutokana na hali hiyo, Israel imeendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua ya Iran pamoja na shughuli za makundi yanayoungwa mkono na Iran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Israel inaamini kuwa kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya washirika wa Marekani kunaweza kuwa sehemu ya mkakati mpana wa Iran wa kupanua uwanja wa mapambano na kuongeza shinikizo kwa mataifa yanayoiunga mkono Israel. Netanyahu pia alirejea operesheni ya kijeshi ambayo Israel ilifanya mapema mwezi Juni baada ya Iran kurusha makombora kuelekea Israel. Katika operesheni hiyo, jeshi la Israel lilishambulia miundombinu ya petrokemikali kusini magharibi mwa Iran, likisema lilikuwa linajibu mashambulizi ya Iran na kutuma ujumbe kwamba halitakubali tena kushambuliwa bila majibu. Kwa mujibu wa waziri mkuu huyo, operesheni hiyo ilionyesha uwezo wa Israel wa kufikia malengo makuu ndani ya Iran na kuharibu miundombinu yenye thamani kubwa ya kiuchumi na kimkakati. Alisema hatua hiyo ilikuwa sehemu ya sera mpya ya kuhakikisha kuwa kila shambulio dhidi ya Israel linakuwa na gharama kubwa kwa aliyelianzisha. Siku ambazo mtu angeweza kutushambulia bila kulipa gharama kubwa zimekwisha. Tumethibitisha hilo katika mapambano yetu dhidi ya mhimili wa Iran. Tutaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayethubutu kutudhuru. Hivyo ndivyo tumekuwa tukifanya na hivyo ndivyo tutakavyoendelea kufanya, alisema. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.